Naitwa Suleiman Salum Lieme, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mbopo. Nawashukuru sana viongozi wa kanisa la Sabato kwa kushirikiana na zahanati yetu ya Mbopo kwa kuamua kwa pamoja kuwaleta watu wa damu salama kwa ajili ya uchangiaji wa damu. Sisi kama serikali ya mtaa tunahamasisha vijana, watu wazima walioanzia umri miaka 18 na kuendelea wenye afya waweze kuja kuchangia damu, kwa sababu unapotoa damu kwanza kwa dini ni sadaka kwa mujibu wa dini, lakini pia unaiunga mkono serikali kwa ajili tunaenda kuokoa mama wajawazito na watoto na waliopata ajali wanaohitaji damu. Kwa hiyo kama mnavyojua, damu, serikali haiuzi damu na benki ya damu inategemea hisani ya watu kujitolea. Kwa hiyo niwaombe wananchi tuunge mkono serikali yetu, tuunge mkono benki ya damu salama, tuweze kuchangia ili kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji wa damu. Jina naitwa Faustin William Manyama, ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Mbopo, lakini vile vile ni kiongozi wa idara ya vijana katika kanisa la Mbopo na mtaa wa Wazo Hilo. Sisi kama kanisa la Adventista wa Sabato duniani, kila mwaka ifikapo mwezi wa 3 huwa tuna huduma ya matendo ya huruma. Huduma hii huwa inaangazia kwa jamii inayotuzunguka kwa ujumla, na katika huduma hii ya matendo ya huruma huwa tunafanya matukio mbalimbali au tunafanya huduma mbalimbali kwa jamii, ikiwemo pia katika swala zima hili la uchangiaji wa damu kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha ya wenzetu ambao wana uhitaji wa damu, wakiwemo mama zetu ambao wakati mwingine wanapokuwa wakihitaji kujifungua, wakati mwingine wanapungukiwa damu. Kwa hiyo tunajitolea kwa ajili ya kuchangia watu kama hao. Ni vile vile tunatoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwemo kuwasaidia watoto yatima na kuwasaidia zile kaya ambazo zinaishi katika mazingira magumu. Wito wangu ni mmoja tu kwa ujumla, kwamba zoezi la uchangiaji damu ni la muhimu sana, kwa sababu tuna leo na kesho. Mimi hapa nilipo nafanya huduma ya uchangiaji wa damu, unaweza ukashangaa muda mfupi kuanzia sasa, baada ya kumaliza kuchangia hii damu, na mimi pia kuna wakati naweza kuja kunisaidia. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wote kwamba inapokuwa inatokea fursa kama hii, tujitokeze kwa wingi, sababu usione kwamba unapochangia damu ni kwa ajili ya wengine tu. Hata wewe mwenyewe kuna wakati utafikia utahitaji msaada wa damu. Kwa hiyo nitoe tu wito tena na zaidi kwamba Tanzania zinapokuwa zinajitokeza fursa kama hizi, basi tujitokeze kwa wingi. Mimi naitwa John Kitunga, ni mkazi wa Mbopo ambayo iko tarafa ya Mwamepande. Leo nimekuja kuchangia damu ambayo leo waliojiorganize ni kanisa la Kisabato la Mbopo, na mimi nikiwa kama mshiriki nimefanya hivyo. Na washauri wa Tanzania wenzangu kwamba hili zoezi ni kitu ambacho ni kizuri, ambacho kinawasaidia wale wahitaji wa damu, na wakati mwingine unaweza kujikuta ni wewe mwenyewe pia unaweza kuhitaji baada ya muda mfupi tu tangu kuchangia. Kwa hiyo ni kitu ambacho na washauri wenzangu, wa Tanzania wenzangu kwa ujumla, popote pale walipo, tunafanya hivi vitendo mara kwa mara, kwa sababu ni mchango kwa taasisi zetu za kiafya zinazotuzunguka, lakini pia kwa jamii inayotuzunguka. Naitwa Asha Juma Omari, natoka Msigani, kanisa la Msigani wa Adventista wa Sabato. Tupo hapa leo kwa ajili ya kuchangia damu. Mimi kama mama mwanamke niliyoolewa na watoto 4, yaani nipo hapa kwa ajili ya kujitolea damu. Nilikuwa napenda kuwaasa wamama wenzangu na wanawake kwa ujumla na Watanzania wote kwa ujumla, na ni fursa inapotokea kama hii ya kuja kuchangia damu, napaswa jamani tujitolea kwa moyo wa dhati. Na hasa sisi wa mama tunapopata ujauzito na kwenda kujifungua, tunapoteza damu nyingi sana, wengine wanapoteza maisha yao. Sasa Watanzania na waasa kwa moyo wa dhati
tujitolee kwa moyo wa dhati. Siku kama ya leo, serikali naishukuru sana kwa moyo wa dhati kwa kutoa nafasi kama hii ya leo. Mimi nilikuwa mgumu sana kutoa damu, lakini mwaka jana mwezi wa 12 nilikuta na fursa kama hii Mabwepande, hospitali ya Mabwepande. Nilishawishika kutoa damu na nilitoa damu, na hata leo niliposikia fursa kama hii nilifurahi sana, nikashawishika, nikajiunga pamoja nanyi. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Hayo tu ya kwangu. Asante. Tuko hapa leo mbele yenu kwa zoezi la uchangiaji damu. Tuko huku Kinondoni, tuko Mbopo, wamejiorganize wa Sabato wanaoishi maeneo ya huku kwa ajili ya zoezi la uchangiaji damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wahitaji. Watu wanahitaji damu, watu wanafariki kwa sababu wanakosa damu. Damu ni tiba kama tiba zingine. Sisi tunatoa shukrani za dhati sana kwa wananchi wa Mbopo waliojitokeza kwa ajili ya uchangiaji wa damu kwa mahali hapa. Pia tunaendelea kuwasisitiza wajitokeze kwa wingi ili kuchangia damu kuokoa maisha ya watoto wadogo walioko chini ya miaka 5, wagonjwa wa sickle cell, watu wanaosumbuliwa na kansa, mama wajawazito pamoja na wahanga wa ajali. Kila mtu ni mhitaji wa damu kwa namna yote ile. Unaweza ukatoka hapa ukapata ajali ukahitaji damu, kwa hiyo inabidi uwe na moyo wa huruma, uchangie wenzako ambao wanahitaji damu ili ukipata matatizo na wewe iwe rahisi kwa wewe kufanya nini, kusaidiwa damu. Pia kwa leo tutatoa kadi za wanachama. Pia kwa mtu yote atakayeweza kuchangia damu atapimwa magonjwa mbalimbali kama vile homa ya ini B, homa ya ini C, kaswende, ukimwi pamoja na magrupu yao ya damu. Pia kabla zoezi halijaendelea tutakupima uzito pamoja na wingi wako wa damu. Kama unatosha ndio utachangia damu. Karibuni sana, mjitokeze kwa wingi kuokoa maisha ya wahitaji. Changia damu, okoa maisha.